Kwa hiyo andika nguvu za Mungu, tafuta nguvu za Mungu. Kuna siri. Shetani alijua kwamba yamkini atatuvamia tukiwa na nguvu chache. Pengine tuna mtu hapa alikuwa anatakiwa achukuliwe, alikuwa haishi, alikuwa malizike, lakini Mungu akaachia hii neema ili tuweze kuita nguvu za Mungu, ili tuweze kuvuka mahali ambapo adui zetu walikuwa wamekusudia wakijua ni mwisho wetu. Sema ninavuka. Sema ninavuka. Sema ninavuka. Sitafia hapo. Sitabaki hapo. Sitabaki hapo. Sitafia hapo. Hautakuwa mwisho wangu. Huu ni mwanzo wangu wa kuendelea mbele. Soma. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu. Vaeni silaha zote za Mungu. Pate kuweza kuzipinga ila za shetani. Pate kuweza kuzipinga ila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi. Maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi. Upigani na watu wa kawaida au na vitu vya kawaida, unapigana na majeshi ya mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu unapigana vita hivyo. Kwa sababu hiyo anamaanisha kwa sababu vita tunavyokwenda kupigana sio vya kawaida. Kwa sababu vita ambavyo tulivyo navyo sio vya kawaida. Anasema kwa sababu hivyo ameanza kukuambia vita vyetu si juu ya mwili na damu, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili katika ulimwengu wa roho, juu ya majeshi wabaya katika ulimwengu wa roho. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu vita vyetu sio vya kawaida, ndio maana tuko hapa tunatafuta nguvu ya Mungu ili tuweze kupigana hizo nguvu. Anasema na kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu. Mpate kuweza kushindana siku za uovu. Na mkisha kuyatimiza hayo kusimama. Basi simameni hali mmejivika vikweli viunoni na kuvaa diria ya haki kifuani na kufungiwa miguu tayari tupatayo kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani ambao kwa hiyo tunaweza tukazima mishale yote yenye moto ya yule mwovu kupitia nguvu ya maombi tunayoenda kuyaomba, kupitia nguvu ya imani ambayo tunaenda kuinua ndani yetu. Tunaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Umeanza kujua kwa nini tunatafuta nguvu ya Mungu? Umejua kwa nini tunatafuta nguvu ya Mungu? Ukisoma kile kitabu cha Zaburi ya 105 ule mstari wa 4 anasema mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Bwana na nini? Kwa hiyo unaweza ukawa na Mungu, nilikwambia hivi na nakwambia hivi, unaweza ukawa unasali lakini una nguvu za Mungu. Leo nilikuwa naomba na mama mmoja, namwombea mtoto wake yuko Buganda. Yule mama anasema hivi, wakati akiwa pale mtoto wake akazidiwa sana. Yule mtoto wake alivyozidiwa akawa anamwambia, anamsontea mama ukutani, anamwambia mama, hao katoto kama miaka hii 3 kanamsontea mama, hao mtoto amezidiwa haswa, lakini anasonta ukutani, hao mama hana nguvu. Unaelewa hana nguvu ya kuweza kufanyaje kumsaidia. Ashukuriwe Mungu, mama akapata akili ya kunipigia simu kwamba mchungaji kunaishi, nikwambie kitu, hao ni wachawi, ni nguvu za giza zinataka kuja kumchukua mtoto. Nikasema nimeingilia hivyo vita, huyo mtoto achukuliwi. Sikiliza nikwambie, nguvu ya Mungu wakati huu ni ya muhimu sana. Ndio maana Daudi akasema, nainua macho yangu anatazama milima, msaada wake watoka wapi? Msaada ndio huu. Tafuta nguvu ya Mungu. Msaada wetu watoka kwa Bwana. Tafuta nguvu ya Mungu. Nimekaombea kalikuwa kanalia kweli, kanalia, kakaombea, tumemaliza kuomba, kakao ananiambia amina, nakwambia hawatakuchukua wakwezi. Amina. Ile hali imeshuka. Ile hali alikuwa nayo mbaya imeshuka. Mtoto wako hatachukuliwa, msukule kwa jina la Yesu. Tafuta nguvu ya Mungu, wepoa watoto wako. Tafuta nguvu ya Mungu, okoa watu wengine. Ndio maana unatafuta nguvu. Ngoja nikwambie kitu. Unaweza ukatafuta hela, kama hujatafuta nguvu za Mungu, hela zitaisha. Watakula. Ndio maana nasikia mtu chuma ulete wamechukua hela. Mimi nimekutana na hiyo hali sana wakati ule. Nilikuwa na duka langu. Yaani mpaka najiuliza labda nimeanza kuugua malaria. Yaani niko mwenyewe, amna mtu ananisaidia kuuza, niko peke yangu. Hela nimefungia ndani, nikizihesabu na kuziandika, nimeacha 300 mauzo, nimeandika vizuri kabisa. Kesho nakuta 1.5 lakhs, wamepita na 1.5 lakhs. Najiuliza hela zimeendaje?
Nikihesabu tena usiku wale mwingine tena wanachukua hela zangu. Ndio maana anasema vilivyoliwa na madumadu parare nzige ndio hao wanakula. Sema kwa jina la Yesu, natafuta nguvu ya kulinda mali zangu na hawatakula. Hawatakula. Haleluya. Tuko kwenye dunia ambayo ina watu wa kuonea wengine. Yaani mtu anafuga majini, mamizimu, matunguri yake, alafu anategemea ya kale kwa fulani. Unaona hiyo dharau? Hasa huko Mwanza, kanda ya Ziwa. Halafu mimi nitakushangaa, hebu muangalie mwenzako. Wewe muangalie vizuri. Mwambie uombi kanda ya Ziwa. Unajua kule kwetu, kwa mfano kama tukichukulia mkoa wa Arusha, karibia kila mahali kama hamna kanisa kuna hema la maombi na maombezi. Kwa hiyo unaweza kulala kupitia upako wa wengine kwa Arusha. Unaweza kulala kupitia upako, lakini kanda ya Ziwa hata makanisa yaliyoko yapendani. Yaani kanisa hili kwa sababu sio EAGT, alipendi lile kwa sababu ni EAGT, au lile kwa sababu ni EAGT nachukia lile. Yaani ni mafarakano na manini. Nguvu ya Mungu inafanyaje? Mimi sijawahi kusikia Mwanza mtu anaomba ulinzi juu ya Nyanembe, juu ya mti huu, naombea ulinzi, naombea amani. Kila mtu anaombea kwake. Kule kuna watu wamejitoa mwanga. Yaani kuna baadhi ya maeneo Mungu anacheka neema fulani. Unakuta ni mtu, kuna mto fulani ulikuwa unaua watu sana. Mungu akaenda akaweka kanisa eneo lile pale. Juzi nilikuwa naongea na mtu mmoja mpagani tu, yani haelewi mambo ya kimungu. Lakini nikamuuliza pale bado panatokea ajali. Akaniambia wewe, kuna kanisa kubwa la kilokole limewekwa pale. Hivi unaelewa? Wakati ambapo kuna watu wanachukia makanisa kuongezeka, wakati ambapo kuna watu ambao hawapendi makanisa kuongezeka, kuna watu wanaelewa haya makanisa yanazuia watu wasichukuliwe msukule, yanazuia watu wasiuawe, yanazuia ajali, yanazuia majini yasiumize watu. Kuna mtu ambaye alikuwa ajui pale Mtonduluma pale, kumekula watu wengi sana ile eneo. Lakini Mungu ameweka kanisa pale. Mahali panatajwa Yesu, hapo pana Yesu, pana Mungu, hapo pana Mungu, hapo pana Mungu. Ondokana na hivyo vitu, tushikanane kwenye mambo ya roho, apigwe shetani. Huku makanisa mengi hayana upendo. Hii tuseme tu wazi. Wengi hayana nini? Hayana upendo. Unafiki umejaa tele. Yaani mtu unaongea naye hapo ukimpa kisigino tu. Hiyo nembo kwanza haijulikani. Kwanza huyu mimi nimeshangaa tu wengine wanahubiri kabila ukanda. Kwamba eti mchungaji wanatoka kaskazini huko atuwaamini hao. Kama Mungu ameniamini usiponiamini kuna shida gani? Haleluya. Kikubwa Mungu afanyeje? Kikubwa Mungu, tafuta nguvu ya Mungu. Hebu mguse mwenzako mwambie tafuta nguvu ya Mungu. Mwambie tafuta nguvu ya Mungu. Yaani wakati mwenzako anapambana kwamba ningepata ka lotion au ningepata kanini ka makeup, angalau nikafanana na fulani. Wewe uko mahali unasema shakarabasaka, Baba ninahitaji nguvu zako, maana niko kanda ya Ziwa unaijua, ndipo palipo na malango Bwana Jehova falme mengi, nami nataka nguvu ya kuyashinda hayo malango, maana ulimwambia Petro malango. Unaelewa? Haleluya. Kila mkoa una malango, kila mtaa una malango, na wewe una kazi ya kuyashinda malango anamwambia wewe ni Petro, najua mambo unalijenga kanisa langu, talijenga salamu ambao malango ya kuzimu hayatalishinda. Maana yake kila mahali unapoenda lazima uwe na nguvu ya kuyashinda yale malango ya yule mtaa. Mtu mmoja alisema, mchungaji hujaijua Mwanza. Sikiliza nikwambie, kabla sijafika Mwanza Yesu alikuwepo, na Yesu alijua kwamba iko nguvu ya kuweza kukabiliana na malango ya Kisukuma, malango ya Kiha, malango ya Kinyamwezi, malango ya ukoo, malango ya kila namna. Sijui unanielewa? Ende ukifika Kigoma mtu akwambie, hii ndio Kigoma. Yuko Yesu aliwahi kuishinda nini? Mtu anakuambia hapa ndio Sumbawanga umefika. Alifika Yesu kabla sijafika. Usiishi kwa kuhofu. Ishi kwa kutafuta nguvu tu za Mungu. Kila saa tafuta nguvu tu za nani? Tafuta nguvu za nani? Maandiko yanasema hivi kwenye kile kitabu cha Yohana cha Petro wa kwanza. Petro wa kwanza 1:5. Anasema hivi, Petro wa kwanza 1:5 anasema hivi, nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu. Haleluya. Mimi nina ulinzi. Mtu mwingine anasema akanaongea tu kwa sababu akajajua. So alitegemea juzi na kufa. Niko hapa na siugui na sifi, nasonga mbele. Haleluya. Unajua kuna sawa nadhani wametumaliza. Ndio sawa kukuta una nguvu. Mimi nikigundua kwamba hii vita nilivyo navyo ni vya kiroho, ndio wakati natafuta nguvu zaidi ili niwashangaze. Haleluya. Sikiliza nikwambie, malaika mmoja aliweza akaua watu wangapi? Malaika mmoja akaua watu 100 ngapi?
185,000. Malaika mmoja wakati huyu mtumishi wa Mungu ni Hezekia, aliingia kwenye maombi Hezekia, alikutana na vita, akaamua kutafuta nguvu za Mungu. Alipokuwa ameingia kwenye maombi kutafuta nguvu za Mungu, malaika mmoja aliua watu 185,000. Hivi inakuwa ni ngapi hiyo? Malaika huyu. Ndio maana tafuta nguvu za Mungu. Utashangaza watu wakija 800, Bwana anaweza kutuma malaika huyu akafeka hao 800. Sikiliza, Elia wanamwambia wewe mtu wa Mungu shuka. Elia anasema hivi, unajua hujajua Elia alikuwa na uhakika na nguvu za Mungu. Wewe una uhakika? Wewe una uhakika? Unaoteza una kabundi tu. Kapaka kama Elia, usingizi umekata. Toka kwa jina la Yesu. Alivyo hofu inapojazaga unaona labda ndo ameshafika. Ukishangaza, hujawahi kuombaga nguo yako ikakuogopesha? Mama, hujawahi kuomba nguo ikakugusa ukahisi kuna mtu tayari? Wangapi wamewahi kuogopeshwa na nguo yao? Yaani uko kwenye maombi, Baba shindwa kwa jina la Yesu, shindwa. Bwana kama mtu amenigusa. Tafuta nguvu ya Mungu, watu watakuogopa, watakaa mbali na wewe. Nguvu ya Mungu inatisha. Elia anasema hivi, ikiwa mimi ni mtumishi wa Mungu, moto ushuke ukurambe wewe na 50 wako. Akaja mwingine, ikiwa mimi ni mtu wa Mungu. Tafuta nguvu ya Mungu kama Elia. Vinavyotokea vita, unazirisha ukuu wa Mungu. Niona mtu kijana mmoja ametishiwa na kachawi, kamempa siku, kaambia nakupa siku 7. Akaona tetemeka namna ile, ukole wote ukashuka chini. Eti ana Yesu. Alafu mchawi anakutishia kwamba nimempa siku 7. Akaenda kwa balozi, kushtaki, wewe umekosea, usishtaki. Amesemaje? Vita vyetu sio vya kimwili. Mtu amenitishia kwa habari ya kiroho, natakiwa nipambane kwa habari ya kiroho. Yaani umeniambia nakupa siku 3, naambia safi. Waambie watu wote kwamba wewe nipa siku 3. Wajue. Alafu baada ya hizo siku 3 mimi nakupa 1. Nakupa na mimi ndo naamuru aweje. Kama niamue kwamba huyu hafe au kila mtu amuone, mtu mmoja anasema mchungaji sasa wewe ni uchawi. Kuokoka unapewa nguvu zaidi ya uchawi. Una nguvu zaidi ya wachawi. Yaani nguvu tulionayo sisi ni zaidi ya wachawi. Unanielewa? Haleluya. Sema mimi nina nguvu. Sema mimi nina nguvu. Mimi nina nguvu. Mimi nina nguvu. Sema mimi nina nguvu. Sasa sema mimi nina nguvu. Ule usingizi wako si unaujua jamaa? Na sasa hivi wametuongezea kombe la dunia. Mpira unachezwa mpaka saa ngapi? Saa nyingine mpaka asubuhi. Yaani unaanza saa 2 mpaka saa 5. Alafu ule wa saa 5 ndo mzuri kuliko wa saa 2. Alafu ule wa saa 5 unazidiwa tena na ule wa saa 7. Alafu ule wa saa 7 wa saa 10. Hapa baada kucha. Hadi saa 1. Hapa baada kucha. Maana hawaombi tena sasa hivi watu hao nini? Inawezekana unajua kuna mtu anaomba kumbe ameutandika usingizi. Mtumishi wa Mungu, kitu chochote kikikutoa kwenye kuomba utaisha. Nikwambia hivi, wakitaka kukuweza wanakumaliza habari ya wewe na uhusiano na Mungu, habari ya kuomba. Walijua atumwezi Daniel, atumwezi isipokuwa tuzuie tu asiombe. Nimekwambia kuna watu wanaomba waombe wapate na usingizi. Mchungaji, yani jana niliamka saa 8. Yaani saa 8 nikaja kapata usingizi saa 11. Ukimuuliza uliomba? Bwana Yesu asifiwe. Ukitengwa na muda wa kuomba, jua umeisha. Alafu kuna watu wakifaga kiroho hawajijui. Ukitaka kujua umekufa kiroho, ni pale ambapo unaweza kulala saa 2, ukaamka saa 1. Hujaomba. Ujue tayari wewe ni maskini. Tayari yani nguvu yako ni chache. Saa yote wakija, saa yote wakikukuta. Hivi naongea unaelewa Bwana Yesu asifiwe sana. Tafuta nguvu ya Mungu kuliko pesa. Ndio maana akasema tafuteni kwanza ufalme. Unavotafuta ufalme wa Mungu, maana yake na nguvu za Mungu zinakuwa kwenye ule ufalme. Unanielewa? Yaani unavosema natafuta nguvu za Mungu, maana yake na Mungu anakuwepo kwenye ile. Unavotafuta ufalme wa Mungu, maana yake na Mungu anakuwepo pale. Maana yake anakulinda yeye, maana yake anakupa nguvu yeye. Si unanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.